Mimi nimeenda Marekani, mimi nimeenda Ujerumani. Tumesha sign bilateral labor agreement. Vijana wa Kenya wanaweza kwenda kufanya kazi Ujerumani, wanaweza kwenda Ulaya, wanaweza kwenda Marekani, wanaweza kwenda Ufaransa. Tayari tumesign bilateral labor agreement. Wewe kijana wa hapa, ujipange ndio uende ufanye kazi ng'ambo, kwa sababu tulikubaliana kazi ni kazi. Ama namna gani jameni? Ndugu zangu wa Kenya, wakati Rais William Samoei Arap Ruto anatuambia kwamba yeye ameshapata kazi ya kupeleka wa Kenya katika kwenye nchi ya kigeni waende kufanya kazi kule kama vijana wa Kenya. Tena Rais Ruto akona jasiri kusungumuzia zile nafasi ya kazi ambao wazungu wamewapa kama serikali ya Kenya Kwanza. Swali ambalo nataka nikuuliza wewe mwananchi anayeshabikia serikali ya William Ruto. Wewe mwananchi analoshabikia Raila Odinga wakijiunga na Mheshimiwa Rais William Ruto. Swali kwako ni hii. Wewe mwananchi unalipa ushuru kule Ujerumani? Hiyo ndio swali ambalo unafaa kujiuliza kama mwananchi. Kwa sababu there's no way ya kwamba msungu atakukupa nafasi ya kazi ufanye kazi kwa wazungu ati rais anakuambia yeye ameshapata kazi, wameshaweka agreement labor, wakakubalia kwamba wata export wananchi kupelekwa wapi kule kwa wazungu ili wafanye kazi. Ndugu zangu Mkenya, ningependa kukujulisha kitu moja tu, ya kwamba wakati rais anasema anapeleka wa Kenya Saudi Arabia kufanya kazi ya mikono, kuna mwananchi wowote wa taifa la Kenya analipa ushuru kule Saudi Arabia kwa serikali ya Saudi Arabia? Jambo langu ya tatu, kuna mwana Kenya wowote ambayo ushuru ambao tunachukuliwa hapa Kenya kwa serikali ya Ruto inapelekwa kwa wazungu ili sasa wazungu ndio watutengenezea nafasi ya kazi? Ninasema bila uoga, ninasema bila kuona aibu, tulichagua mtu yenye astahili kukuwa rais wa Kenya. Ruto hana qualification ya kukuwa rais wa Jamhuri wa Kenya, kwa sababu tumekuwa na Uhuru ojinga kama hizi ambayo Ruto anatamuka. Uhuru kwa anatamuka ojinga kama hizi. Tulikuwa na Kibaki kwa na ojinga ambaye anatamuka kama hizi. Tulikuwa na mzee mtu ambaye ameongoza zaidi ya miaka 24, Daniel Toroitich Arap Moi, akwa na ojinga kama hizi. Tulikuwa na rais mwanzilishi ya Kenya mzee Jomo Kenyatta, akwa na kumbafu na ojinga kama hizi ambazo tunasikiza. Ndugu zangu, wakati Donald Trump anatafutia wa Amerika kazi, sisi Ruto anatuambia anatupeleka kwa wazungu. Hiyo ndio jinga ambayo tunasungumuzia. Wakati Donald Trump anataka kutoa wana Mexico kwao ili wazungu wapate kazi, Ruto anatutafutia kazi kwa wazungu. Swala ambalo tunajiuliza, wewe kama Mkenya unayeshabikia Raila Odinga wakishirikiana na Mheshimiwa Ruto, wewe unalipa ushuru kule kwa wazungu ana unalipia William Ruto ushuru hapa Kenya? Nataka kuambia wa Kenya, tusibebwe omama na tusibebwe ombwaki ni kwa sababu hatuna akili. Mungu alikupea akili. Sio lazima muende shule ndio kuwe na akili. Akili ni mtu ambaye anasaliwa nayo. So tusikuwe wapumbavu tunapigia Ruto makofi na masuala ambayo tunaambiwa ni masuala ya ujinga ya hali ya juu. Our president, rais wa Kenya, mfalme wa Kenya, anapanda juu ya magari anatulekeza ya kwamba yeye anatutafutia kazi kule kwa wazungu. Kwani mimi kama mjukuu kuna mali nalipia mzungu kazi? Ama kuna mali nalipa mzungu ushuru? Ndugu zangu, mimi na mzungu na nakutana kwenye YouTube, akanikata mshahara, akinitumia pesa zangu. Ushuru ambao nalipa hapa Kenya ni ushuru ambao Ruto anafaa ku create job, sio mzungu ndiye create wana Kenya job. Nataka kuambia Ruto, sisi sio wajinga, na kama unafikira kwamba kuna vijana wajinga, unless hawa viongozi wenye wanapiga makofi ndio wajinga. Kenya ni nchi yetu. Tutasimama kukomesha dhana ya Ruto kutuambia kwamba nitafutie kazi Kenya. Tunataka makampuni Rivertex zijengwe hapa Kenya. Tunataka Kikomi zirudishwe hapa Kenya. Tunataka kilimo irudishwe hapa Kenya. Tuko na shamba kubwa sana kule Dado Golana, kule Tana River. Ruto akachukua akapea Mwarabu zaidi ya miaka 100. So
Our president kama anapeana shamba bado anafaa tupeleka, anunua matingatinga kisha tupee sisi vijana twende tulime hiyo shamba ya Tana River. Ndio tukue na chakula. Ruto anachukua shamba ya Tana River ambayo anafaa kufanyia irrigation, anaenda kupeleka kwa Warabu kwa sababu yeye ana serve interest yake kama William Ruto. Bwana, ndugu zangu wa Kenya, Kenya lazima tubadilishe, na tutabadilisha Kenya kama tumeamua sisi kama vijana. Hawa wazee ni wanafiki, wazee kama Raila na Kalonzo Musyoka na Uhuru Kenyatta hawatabadilisha taifa letu. Vijana tuamuke. Hakuna mtoto ya Ruto anafanya kazi nje. Mtoto ya Ruto hako katika kwenye industry ya matatu. Ruto mtoto wake anafanya biashara ya matatu hapa Kenya. Kwa nini mtoto ya Ruto asiende afanye biashara ya matatu kule kwa wazungu? Kwa nini mtoto ya Ruto asiende afanye biashara ya matatu kule Saudi Arabia? Bwana, sisi sio wajinga. Mheshimiwa Rais William Ruto, ninakurespect kama rais, but yala bado atuambia ni mambo ya ujinga ya hali ya juu. Tuko na shamba kubwa, makampuni zenu zitakufa. Mumias isiege hata 800 ton ya sukari, then unatuambia Mumias inafanya kazi. Sony isiege hata 400 ton kwa day ya sukari, then unatuambia Sony inafanya kazi. Lazima vijana tuamuke. Ruto hana nia njema na sisi. Ruto akona njia ya kuharibu kisasi ya taifa la Kenya. Ndugu zangu wa Kenya, mimi kama mjukuu silipi ushuru kule Jamani. Mimi kama mjukuu, hakuna Mkenya wala mamangu wala ndugu yangu wala babangu wala marafiki zangu, hakuna Mkenya wote analipa ushuru yake kisha washungu ndio wanachukua ushuru yetu. Sasa wazungu ndio wanatengenezea kazi. Ati Ruto, our president aoni aibu. Ati tumewatafutia kazi. Ati kazi ni kujipanga. Tunajipanga kwa kazi ya wazungu. Wakati kampuni zetu nyinyi mnaua. Wakati mnaiba pesa mnaenda kuwekeza kule nje. Wakati mnapora pesa hadi madawa ya hospitali. Wakati mnapora NHF. Wakati mnapora NSSF. Wakati mnapora SHA. Bwana, vijana, tuamuke tuache siasa ya ujinga ambayo tunabebwa na wazee. Ruto must go, Raila must go, Kalonzo must go, Uhuru must go, Gachagua must go. Hawa viongozi lazima watembee wakienda. Hawa watu wanatutumia vibaya. Angalia. Uhuru akakutana nani? William Ruto kwake. Bwana, ningependa kuambia Wakenya wenzangu, Kenya ni nchi bora. Burkina Faso hawana deni kwa sababu walikubali kutoka kwenye utumwa ya wazungu ambao wa Fransa. Kwa sababu yule kiongozi wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, akanunua zaidi ya matrakta mingi kwa ajili ya kilimo ya mambo ya chakula ya kwao. Huyu bwana akalipa deni ya wazungu kisha katorosha wazungu kwao kwa sababu hakuwa anataka kuwa mtumwa ndani ya taifa lake. Then sisi tunaambiwa na rais ambaye anatupanga pesa ya Ruto ni kupanda juu ya magari kutulekeza jinsi anatafutia kazi nje. Vijana tutoke kujinga. Wacha 200, wacha 500 haitakusaidia. Kama askari ambaye ameajiriwa ndiye analia, kama daktari ambaye ameajiriwa analia, mwanajeshi ameajiriwa analia, kama Ruto amewithdraw chakula kwa kambi ya jeshi, who are you? Wewe atakufanyia nini? Bwana, ninarudia, vijana, hakuna mtu atakayetengeneza taifa letu ila ni mimi na wewe. Kwa sababu hao viongozi wametujua kama sisi ni wajinga sana. Na nataka kuhakikishia Ruto, nihakikishie Raila Odinga, nihakikishie Uhuru Kenyatta, nihakikishie Kalonzo Musyoka, nihakikishie Rigathi Gachagua, sisi sio wajinga, nihakikishie Mudavadi, sisi sio wajinga. Kenya hii ni yetu. Lazima tuokoe Kenya kwa kauli moja, na kauli mbiu ni Ruto must go, Raila must go, Uhuru must go, Mudavadi must go, Kalonzo must go, Gachagua must go, Wetangula must go. Hii ni inji yetu na Atwoli must go. Hiyo ndio kauli mbiu. Lazima tusimame kidete kama wana Kenya. Kenya ni inji yetu, hatutakubali kuhusiwa ujinga ya ukabila. Mambo ya ukabila tawe. Kenya ni inji yetu, hatuendi kwa wazungu. Kama mtatengeneza kazi hapa Kenya, tutaondoa kwenye madaraka 2027, tulete viongozi ambao wanafaa kutengeneza taifa letu. Langu jina ni Mjukuu na hii ni 044 TV Kenya.